nyota wao mlinzi wakati na nahodha wa kikosi cha Simba Rushaine De Reuck mwaka mmoja kuendelea kukitumikia kikosi cha Simba, lakini pia Yusuf Ali Kagoma yeye akiongeza kandarasi ya miaka 2 kuendelea kukitumikia kikosi cha Simba. Ni wakati sahihi wa kuandaa ili akili yao relax sasa wawe tayari kuitumikia Simba. Unajua, kwa mfano mkataba wako ukiwa unaona unaelekea kuisha, kuna namna ambavyo akili yako inakuwa haiko sawa ukiona kucheza. Unajua lolote linaweza likatokea, lakini kwanza niwapongeze Simba, wamefanya kitu kizuri sana. Kumbuka Rushaine alikuwa kwa mkopo kutoka Mamelodi Sundowns. Yes. Alikuwa na mkopo nafikiri wa mwaka mmoja. Kama sio mwaka basi ilikuwa ni miezi kadhaa. Itakuwa wamekubaliana. Yes, kwa hiyo ningeshangaa sana Simba kuachana na Rushaine De Reuck, japokuwa alikuwa kwa mkopo. Mamelodi alikuwa anaweza kufanya chochote kumhitaji mchezaji wao, kwa sababu kutolewa kwa mkopo ni kwamba umekosa nafasi ya kucheza. Wanakutoa kwa mkopo ili uonyeshe kile ulichonacho, ukiwapendeza wanakurudisha. Lakini Simba wameona aweza kumwachia Rushaine De Reuck. Why? Rushaine amekuwa ni msaada mkubwa kwenye kocha wa Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye nafasi ambayo anaicheza. Mpaka sasa wanazungumza Rushaine ndo top scorer wa Simba. Yaani kama yes, yupo kwenye orodha ya top scorer na magoli 3 mpaka sasa hivi ya ligi kuu Tanzania bara akiwa na Simba. Angalia pia mchango wake kwenye eneo la ulinzi. Amekuwa na msaada mkubwa sana toka alipoumia Abdulrazak Hamza. Yeye ndo amekuwa anaonyesha kuwa ni beki kiongozi wa Simba. Kwa unaona kwenye mechi ambazo Simba anahitaji apate matokeo, mechi zile ngumu, mwalimu Steve Barker alikuwa inamfanya aanze na Rushaine De Reuck, alafu pale kwenye kuchagua nani anacheza na Rushaine ilikuwa ni yeye mwenyewe, aidha Ismail Ture ama Vedastus Masinde. Lakini nilikuwa ni ngumu sana Simba kumwacha Rushaine De Reuck aondoke, ili hali kwenye eneo la ulinzi yeye ndo alikuwa beki tegemezi. Kwa nafikiri Simba ifanya kitu cha maana sana. Na kwa Yusuf Kagoma, yani ukitaja wachezaji wa Simba ambao wana namba ya moja kwa moja kucheza, Rushaine De Reuck na Yusuf Ali Kagoma wana uhakika labda wapate majeraha. Kwa hiyo nafikiri Simba ameangalia kwa jicho la pili, kama si la tatu, jicho la kimpira zaidi. Wameona kwamba tusipoongezea hawa mkataba. Kumbuka Yusuf Kagoma usajili wake ulileta patashika. Mara Yanga wanamhitaji, mara Simba wanamhitaji. Na yeye alikiri kwamba alikuwa ashasaini Yanga, lakini mambo yakawa mazito, ikabidi aachane na huo mkataba. Yes, kwa hiyo unaona Simba wameona kwamba tusipomuongeza kandarasi tunaelekea mwishoni mwa msimu. Yes. Kwa hiyo msimu ukiisha watu wanaanza kufanya sajili. Miezi kama 2 hivi msimu unaisha. Yes, kwa hiyo Simba wameona wawai mapema, wazibe gap. Wanasema timu kubwa kwenye usajili huwa wanaanza kuwabakisha wachezaji walionao ambao ni wakubwa pia. Yes, huwezi kumwachia mchezaji mkubwa ambao unaamini ndo anakubeba na anakupa matokeo. Huwezi kumwachia aondoke alafu na wewe uingie sokoni. Utaanza kwanza usajili wake, alafu utaenda sokoni kuongezea baadhi ya nyota wengine. Kwa hiyo kwa Simba, kwa wachezaji wawili walichokifanya ni kitu kibora sana. Anasema kama wangeshindwa kufanya baraa mbele ya Rushaine na mbele ya Kagoma, tulikuwa tunaelekea kwenye dirisha kubwa mwishoni mwa msimu, tungesikia mambo mengi sana. Yes, hao ni Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia taarifa njema ambayo ni ya kuchachawiza tu ni kwamba kila ambacho alikiahidi mzabuni wa jezi kwa upande wa Simba, aliahidi magari kwa wachezaji 5 takriban. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.